Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Amen. Tusome neno la Mungu kutoka unabii wa kitabu cha Isaya. Isaya sura 9. Sura 9 mstari wa kwanza hadi wa pili. Kwa wenye kuwa na Kifransa, Biblia Kifransa, inawezekana iwe Isaya sura 8 mstari wa 23 na Isaya sura 9 mstari ya kwanza. Lakini kwa wenye wana Biblia Swahili, inawezekana huko kwa Isaya sura 9 mstari ya kwanza na ya pili. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Lakini yeye aliyekuwa katika ziki hatakosa changamuko. Hapo kwanza aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu karibu na njia ya bahari, ngambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Mstari ya pili. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Amen. Ninasoma tena Isaya sura 16. Mstari wa kwanza hadi wa 3. Isaya 16 mstari wa kwanza hadi wa 3. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Na mataifa wataijilia nuru yako na wafalme kuijia mwanga wa kuzuka kwako. Mstari ya 12 inaruka pale. Jua lako halitashuka tena. Kwa Swahili nyingine ningesema jua lako halitazimika tena, wala mwezi wako hautajitenga tena, kwa kuwa Bwana mwenyewe atakuwa nuru yako ya milele, na siku za kuomboleza kwako zitakoma sasa. Amen. Kwa muda mchache tuongelee jambo, mahubiri ambayo na kichwa simama, kwa sababu nuru yako imekuja. Simama sababu nuru yako imekuja. Ni mahubiri yanafika wakati tuko katika maandalizi ya Noel. Noel tukijua ni sikukuu inayotukumbusha upendo wa Mungu kwa ulimwengu mzima. Hii ndio kitu kubwa tunachunga ndani ya Noel. Hatuingie katika ubishi ya kila mmoja anasema je, Noel ni ya maana, je si ya maana. Iitwe ya maana, isiwe fete. Kwetu ya lazima tuna fete kubwa, tumekombolewa kupitia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Teme ndogo hii ambayo nimegusia, simama, kwa sababu nuru yako imekuja. Muna vipande viwili. Premier partie ama kipande cha kwanza nasema simama, lève-toi. Ya pili nasema kwa sababu nuru yako inakuja. Na katika habari za unabii ya Isaya kila mara naongea sawa tayari imefanyika. Yani anaweza sema tayari nuru yako imekuja. Katika ile kipande ya kwanza unakuta neno simama, kuna tendo, kuna hatua ya kufanya. Na baadaye ya pili nuru yako inakuja, ni ahadi ambayo nabii analeta kwa Israel
Israeli ambayo inakuwa katika hali ya utumwa, hali ya ukimbizi. Israeli ambayo inakuwa katika hali ya uchungu, na ujumbe unawafikia sasa, nuru yako imekufikia. Yaani kuna ahadi. Lakini ahadi hii uanze kuelewa huko mbele kidogo. Katika unabii ya Isaya kuna ahadi ambazo zilionekana ni za karibu sana. Kwa sababu ukisikia hapa anasema simama, nuru yako imekuja, ama nuru yako inakuja. Yaani pale unaona ni siku chache zinakuja, ndiyo. Lakini pia huko nyuma utaelewa kama kuna faze mbili, kuna vipande viwili. Kuna ile ahadi ya karibu na kuna ile ahadi ya mbali ambayo tutaona pia katika Biblia. Ukiendelea unakuta habari za nuru na giza katika usomi tuliofanya. Maana Biblia inasema sasa giza haitaonekana tena, maana nuru sasa ndiyo itangaa. Nuru na giza ni vitu viwili ambavyo Mungu aliumba. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1, tangu mstari ya 1 inaonyesha Mungu aliumba nchi, mbingu. Lakini chini inaonyesha pia giza ilikuweko, na Mungu akasema na nuru iwe. Na kitu ninapenda Mungu akaongeza akasema akatenga nuru na giza. Ni vitu viwili havitembeake pamoja. Tangu uumbaji Mungu alitenga nuru na giza. Na wakati unaendelea Biblia inasema vizuri, sababu hata ukiendelea kusoma katika Isaya, Biblia inaonyesha tu kama ni Mungu aliumba giza, ni Mungu aliumba pia nuru. Lakini mahali ninapenda Mungu akasema akaiona ya kuwa nuru ilikuwa njema. Nuru ilikuwa njema. La lumière était bonne. Hajakataa kama ni yeye aliumba giza. Lakini kila mara katika tafsiri ya kiroho, habari za giza hazikuwake tu mzuri. Maana ukielewa habari za kiroho, giza ni picha ya mateso. Giza ni alama ya kilio. Giza ni alama ya masumbuko, mashambulizi. Yaani ukilota vibaya unaweza sema tu mimi nilikuwa katika ndoto za giza kabisa. Giza. Na ni kwa lugha hii ya picha hii Isaya nabii akachukua masemi, akatumia hii lugha ya kusema sasa Israeli mnaoishi katika giza, katika ziki, katika kilio, katika kuomboleza, nuru yenu sasa imekuja. Amina. Yaani anawaeleza kama siku za shida sasa zinakoma. Kuna mambo mazuri yanafika. Maana Biblia ikisema kila mara habari ya nuru ni kusema mambo yanatembea vizuri. Nuru. Na huko mwisho utaendelea kujua kama nuru tunayoongelea hapa si ingine ni Yesu Kristo. Na giza ambayo ningelitaja hapa si mwingine ni ule kabambi Shetani, mfalme wa giza. Lakini Yesu ndiye mfalme wa nuru. Na Isaya akasema giza sasa itakoma, haitaendelea tena. Wakati anasema hivi ni sababu alijua Israeli wako katika shida, wamefunikwa na giza. Na unabii unafika, na si nabii anasema, lakini ni Mungu anasema kupitia kinywa chake. Sema na Israeli, muda wa kuomboleza kwao unakwisha, maana nuru sasa inawafikia. Parti ya pili ndani ya ile somo tu, ama ile verse inasema na kama waliishi giza wasiwe na shaka, kama waliishi mateso wasiwe na shaka, maana sasa ni wakati wa utukufu wa Bwana unawajia. Ni kusema ni habari ilifikia watu ambao
hawana matumaini. Kiasi Mungu akapenda kazie na kusema nuru inafika, na akasema na kama muliishi, sababu hamutaelewa, mjue kama ni wakati utukufu sasa wa Bwana. Wakati haya aibu, madharau inaisha sasa na heshima inaingia. Hii ndio maombi yangu kwako sasa. Wakati tuko mwisho ya mwaka huu, yani ile mwaka 2025, ungelisema na wewe, ikiwa shida zilinikumba, ikiwa giza ilinifunika, ikiwa ilikuwa ni maombolezo, kilio ya kila siku, madharau ya kila siku, acha na mimi sasa pamoja na Bwana niingie katika nuru, katika utukufu. Jina la Bwana libarikiwe. Akaigusia kabisa, maana nuru ilikuwa ni alama sasa ya kuja kwa Yesu Kristo, ambaye ni mfalme wa amani, mfalme wa haki, justice, ambaye ni mfalme analeta furaha ndani ya mioyo ya watu. Niseme kidogo habari ya Israeli ili muelewe shida namna gani waliingia ndani Israeli. Yani ukisoma Biblia tangu Isaya 42 mstari ya 6, unakuta Mungu wakati anajichagulia Israeli, Mungu alitaka peke yake ndiye kuwe awaongoze kama mfalme wao. Na kweli Mungu akaifanya kupitia manabii, sababu nilo nasoma, anasema mimi Bwana nimekuita katika haki wewe Israeli, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa. Na kwa mwanzo Mungu aliongoza Israeli kupitia manabii. Lakini ukiendelea kusoma Biblia kwa kitabu ya Samueli wa kwanza sura 8, ile mstari ya 4 hadi ya 6 na kuendelea, unakuta wana wa Israeli wakachanganikiwa. Wakasema, Samuel, sasa umezeeka na watoto wako hawana ushuhuda mzuri. Utuache, uambie Mungu atuache na sisi tujitafutie mfalme wetu, tuwe kama taifa zingine. Neno hili lilimkasirikisha Samuel hata Mungu. Yani ukikuta mumasemi ambayo wanaambia Samuel, wanamwambia aseme umezeeka. Unajua ukiambia mtu aseme umezeeka, vinalumaka kama kuna mwambia yu mbaya. Hakuna mtu anapenda kumwambia aseme vie unazeeka mbaya. Unazeeka. Ndio siku mzee Kabila alifikaka umwe, ila mzee kaanza kwa ya heshima. Aze mzee, pale mzee sawa. Lakini hawa wanamwambia aseme mzee, nabii umezeeka. Acha kiti sasa. Tutafutie Mungu atuambie tujitafutie. Hii ndio lugha ya vijana wa leo. Vijana wa leo hawatake wazee. Vijana wa leo wanaambia wazee jinsi watakavyo. Wazee mumezeeka, mwende sasa. Ndio walimwambiaka. Lakini acha niwaambie, ukisoma katika Ayubu ile sura 12, mstari yake ya 12 inapatia wazee heshima, kwa sababu inaonesha kama ni katika wazee kuna jaa hekima. Ni Ayubu anasema ile. Lakini ikaumiza Samuel wanapomwambia mzee umezeeka, toka sasa. Lakini alipotaka huzunika, Mungu akamwambia Samuel nabii, usikatae wenye wanakuambia, maana si wewe wanakataa, ni mimi wanakataa Mungu. Na hawa hawaanze leo, wana wa Israeli walinianzaka zamani hawa. Tulia Samuel. Biblia inatuambia Mungu akaambia Samuel kwenda kwa nyumba ya Benyamin, na kuna mtoto anaitwa Sauli, umupake mafuta awe mfalme wao. Sauli akawa mfalme wa kwanza kutoka kabila ya Benyamin. Lakini haikukuwa kabisa furaha ya Mungu,
Kwa sababu huyu Benyamini hakuwa ndani ya ile ukoo ambao Mungu alitaka ufikishe Masia kwenye anataka. Unajua wapendwa, La Source tuko na maombi ya kuombea watumishi. Mungu atupe watumishi mwaka kesho ambao wanaweza kuwa wapastor, wanaweza kuwa waevangelist, wanaweza kuwa wadiakoni, walimu. Lakini ni hatari mtu aenda kuwe mtumishi kwa imaje ya huyu Sauli ambaye hatoke mumoyo ya Mungu kabisa. Yaani unafika sababu kabila yako emelia seme na si hatuko represente mu La Source na si mtuchomeke mumoyo ndani. Kuna wengine wanasema ututilie monasia kare kamuyomba katoto kusudi kanisa situponyoke ni yetu. Ni laana. Biblia inatuambia baada ya miaka hili taifa lililoomba Sauli likamchukia, likamkataa na kufukuzana na yeye. Kiasi na Mungu akasema na mimi nimekataa Sauli. Ole Mungu akikatala mtu. Omwenyeba La Source vote munikatale lakini Mungu aniitike. Na haina maana muniitike na Mungu anikatale. Yani Samuel nabii akaanza lia sababu aliona ni huruma Sauli kutoka. Lakini Mungu akamwambia, akamshurutisha Samuel, akamwambia utalia mpaka lini? Nimekataa Sauli. Chukua mara moja pembe uende upake ndani ya nyumba ya Yese, muna mtoto ambaye nimejichagulia. Biblia inatuambia akaenda kwa nyumba ya Yese. Na alipofika ndani ya nyumba ya Yese, anaona Eliabu, anaona vya kunona viko mule. Anasema, huyu ndio Mungu kabisa ameona kuwa mfalme. Biblia inatuambia sema Mungu akajibu ya makali, usimpake mafuta, maana si yeye, mimi ni Mungu, sione kama wanadamu. La Source, kuna mmoja waisha niambia sema, fulani asikose mva pastor, fulani asikose mva diakoni, fulani asikose mva fulani. Siniwaambie, na mwache ile masemi yenu vile. Ni ile waliingilia hapa pia. Lakini Mungu ndio anajichaguliaka. Mungu ndio anajichaguliaka. Hatuko kanisa la kuchagua na watu. Hatuko kanisa la kusema acha nilete mbuzi kwa mchungaji, acha nilete kuku, niipitishe kwa wahozi, atanisemea. Akikusemea kama Mungu hakutaki unalaana. Nyie mnazania bia mkanisa ni cheo ordinaire sawa zingine. Si ni moto hii yenye tuko na kula hapa. Wanazania kusimama hapa, bachawi ngapi walijiprepare. Nyie mnazania hapa tu ni teatre. Utafurahia kwenda hapa na hujiandae na hukubaliwe na Mungu. Yaani Biblia inatuambia kama alipoingia ndani ya nyumba ya Yesu akakuta hako. Lakini mnajua ni Daudi ambaye aliletwa. Na Biblia inatuambia ukisoma Matendo ya Mitume sura 13 ile mstari ya 12 inasema Mungu akapata Daudi, na anaongeza mtu anayependeza moyo wake. L'homme du cœur, mwenye anapendeza moyo ya Mungu. Tumupate wapi mu La Source wale watu wenye Mungu atajitapia seme mumeleta mkundi la watumishi benye moyo yangu inafurahia. Benye moyo yangu inafurahia. Yaani Biblia inatuambia kama Daudi akawa mfalme. Daudi mnajua habari zake, sio mahubiri yetu ya leo. Lakini naye alipomaliza, kwa sababu Daudi alikuwa ndani ya ile mpango ukoo ambao Mungu anataka. Biblia inatuambia kama mwanaye Solomon naye akaingia wakati Daudi anaacha. Solomon anajulikana kwa hekima na akili, lakini pia mabaya aliyofanya. Biblia inatuambia kama akawa na wanangu wake 700.
na bale bakahaba watu bataye 300 ma deuxième bureau. Il a raconté la deuxième, troisième, quatrième, 300e. Yani mfalme alikuwa anaenda Turunga na hitoto hika mfuata papa anazalia tu ni maibobo labda, kumbe ni bake. Mpenda, usiwe sawa Solomoni kwa hii tabia. Unajua siku za kumaliza vilio ndio tunaona kama msiba pastor. Mulete watoto ya marehemu. Unaona wanachomola kengine kanachomoka. Kiasi hata tulishakaenda kuzaba pastor. Mtu ni pastor, mere siku naye kuna chomoka ingine. Asa mbona tulikuwa tumjue mkanisa huyu mtoto alishaenda. Bandugu, kama ulipataka bale perdi nje, uanze ipasha habari mbele wakati. Utubu zambi vizuri, siku utakufa, mama asipate tension aseme kumbe huyu ni mwingine. Solomon, utawala wako kakwisha, akachia Roboamu mwana wake. Lakini sasa hapo nifuate. Roboamu anapotawala, Israeli ngali moja. Lakini utawala wake ukaonekana mubaya. Maana akawa na durite, ugumu ya kuongoza watu kabisa, mashauri ya vijana wenzake. Kiasi Israeli ya nord, kaskazini, ikasirika, ikajirebele kontra utawala yake. Israeli kagawanyika mara pili, ni palo nasikia sasa kukawa Israeli na kapitali ya Samaria, kukawa na Yuda na kapitali yake ya Yerusalemu. Na Biblia natuambia wakati nagawanyika, si wakawa wadhaifu, sababu maadui wa nchi za pembeni, Mababiloni, Baasuria, bote wakaanza sema hawana nguvu tena, maana wamegawanyika. Si watu wanasema nguvu, umoja ndio nguvu, lakini magawanyiko ni mzaifu. Nao wakawaingilia sasa, na pale wakawa na nguvu. Na Biblia inatuonyesha kama wakawashika mateka, wakawabeba, na Biblia inaonyesha gisi wakaanza mateso katika nchi ya ugeni. Maana hekalu zilibomolewa zao, vyombo vya hekalu vilizolwa, machafuko yalikuwa, wakaenda nchi ya ugeni. Na huko wako katika mateso. Biblia inatuambia kama walikuwa katika kulia, hawana matumaini. Maana mtoto ya Israeli ilikuwa kumtosha kuudongo, kumtosha pembeni ya hekalu, yani umemukata na Mungu kabisa. Na huko walipokwenda katika kulia, katika huzuni, ndipo ujumbe ulifika sasa kwao. Yani unaweza ona kwa Zaburi 137, hali walikuwa wanalia ndani kilio. Biblia inasema kando ya mito ya Babeli ndiko tuliko keti, tukilia, tukikumbuka milima yetu, tukikumbuka hekalu letu. Na watu waliotukamata mateka Babiloni walikuja wakituchekelea na kusema mtuimbie nyimbo za sifa, mtuchezeye gisi mlikuwa mnafurahiaka Mungu wenu. Lakini tuliwajibu, tuimbeje, tufurahi namna gani wakati tuko kwa nchi ya kigeni? Yani walikuwa katika huzuni, katika uchungu. Lakini Mungu ni mwema. Katika kulia kwao, Biblia inatuambia Mungu akasikia kilio chao, na ndipo anatuma ujumbe kwao. Najua Mhubiri sura 3 mstari ya kwanza inasema kila kitu ina wakati yake.
Kulia nayo ina wakati yake. Kuchekelewa nayo ina wakati yake. Na Waafrika wanasemaka hata giza iendelee butakuchaka tu. Butakuchaka tu. Na habari kafika kwao. Ndipo nabii akasema kwao. Na wakati analeta habari ya giza haitakuwa, anagusia miji miwili. Anasema habari ya Zabuloni na nchi ya Naftali, akiwaambia kama mutaona nuru. Unaweza jiuliza kwa nini alisite expressement hii miji? Ni kwa sababu wakati ya vita, ukisoma Wafalme wa Pili sura 15 mstari 29, Biblia inaonyesha shida zilianzia mwa ile eneo. Yaani mashambulizi yalianzia huko Naftali, huko Zabuloni, katika eneo ambayo inazunguka Galilaya. Na Mungu wakati anataka komboa, anapasha habari pia pale pale mliozaraulika mutaona nuru pia na ninyi mkwemu wa kwanza. Yaani ningesema Mkongo gisi tuko, Ruchuru gisi iko, na Masisi gisi iko. Sasa ujumbe nafika ya ukombozi ni kusema kama Ruchuru, Masisi mutaona nuru. Hajasahau wengine, lakini anajua wale wanaoteswa zaidi, wale walioanza zaidi. Unajua Mungu ndio strategy zake zile. Wakati anataka fanya mazuri, anapendaka tu kwenye ulipatia haya na pale pale tena ndio kunyangulia. Ndio vile Mungu anakuwaka. Yaani Mungu anafanyaka tu kwenye bali kuzomea bien, na wakati anataka kukuinua pale pale ndio anatiaka stade tena kusema akuinulie. Unajua Yesu wakati wanamupiga viboko, wanamutemea mate, wanamudharau, ilikuwa wazi wazi. Lakini wakati tena ya kumuinua, siku ya Pentekoste, kumbuka Petro anasimama mbele ya watu Yerusalemu. Yaani anawaambia huyu Yesu mlieua, huyu Yesu mliedharau, ndiye yule tena tunainua jina lake. Maana ni yeye alifufuka. Jina la Bwana libarikiwe. Ningeliomba maombi ya kusema Mungu, mahali ulizarauliwa, mahali ulichekelewa, mahali uliangukia mshida, Mungu wakati atakuinua apitie pale pale mwele mwingine mwenye walikuzomeaka. Mwele mwingine mwenye walikuzomeaka. Maombi yangu ingelikuwa hivi tena: Mungu asifanyake usiku, Mungu aifanyake mchana. Wakati maadui wote watakuwa macho, kiasi waanze sema, je, ni yeye au ni mwingine? Na wewe sasa unasema ni mie. Amen. Haleluya. Hii ndio maombi tungeliombea Kongo nayo. Kongo ambaye imezaraulika, kila nchi inaanza tukana Kongo. Utembeye tu uone makambo. Uko Kongole. Nyie ndio mwizi ndio siye. Lakini acha niwaambie Wakongomani, nayo itaisha. Nayo itaisha. Siku iko, maana ahadi hii haikuwa tu ni ahadi kwa Israeli ya kusema watarudi kutoka nchi ya ugeni na warudi kwa mji wao, lakini kama nilivyosema, ndani ya ahadi hii muna ahadi pia ya siku za mwisho. Maana wataalamu ama wateolojia wanasema kila mara katika agano jipya kunakuwa kitabu kinaitwa Ufunuo, Apocalypse, Revelation. Na wanasema unabii wa Isaya katika agano la kale ndiyo Apocalypse, ndiyo ufunuo wa agano la kale. Yaani ni kitabu ambacho kinaeleza habari nyingi za Masia, na verse zake mingi utazikuta tena ndani ya agano jipya. Maana
inaeleza habari za kurudi kwa Israeli kwa udongo wao, lakini inapasha pia habari za siku za mwisho ambazo zitakazofika. Hatuingie hapo, lakini nasi tunaamini siku moja Kongo tutakuwa katika wale ambao wataimba haleluya. Maana Mungu ametukomboa pia. Mungu ametuneemisha pia. Na bariki tate yetu alitoka Ruchuru Nyangula. Aisha amia mula source sababu ya vita. Lakini siku moja ungali utafika Unyangula tate. Amen. Yeye unatupongeza. Yaani habari zilikuwa sasa za kueleza mkombozi atakayekomboa ni nani? Ni Masia. Na Masia huyu si mwingine, ni Yesu Kristo ambaye tunangoja siku kwa siku. Acha nimalize na maneno mawili, sababu muda si mrefu. Neno ya kwanza ambayo naweza sema ni ile siri tunaweza ona katika habari hii. Kwa nini Israel wanapata hii neema kupata ujumbe wao? Ni sababu Mungu alisikia kulia kwao. Ile nisoma Zaburi 137 ni moja tu. Kando ya mito ya Babiloni, kila mara wanalia, wanaona kwao, wanakumbuka siku gani tutarudia tena. Lakini kilio chao walikielekeza kwa Mungu. Acha nikuambie, katika mateso yako nilisema simama, nuru yako imefika. Lakini simama ni kusema ufanye kwanza hatua. Na hatua kwetu wa Kristo, hatutalia kama wapagani, lakini kilio chetu tutakilia katika maombi. Na maombi yetu ni kuona juu Mungu ambaye anakomboaka. Hii ndio tutafanya. Maombi ni silaha kubwa. Ukisoma Biblia, Efeso, kitabu cha Waefeso sura 6, tangu mstari ya 12 na kuendelea, inaonyesha katika silaha nzito nzito za kupigana vita ya kiroho, maombi iko ndani. Wakristo siku hizi vita vimekuwa vikali sana. Yaani ulimwengu wa giza umejifunza mbinu za ajabu sana. Zamani za kale tulijua mtu akiitwa mchawi alijificha. Tulijua kuna watu ambao ni wafumu, ni kwenda kumtafuta kule Sitaefasi. Lakini leo tembea mjini, kuko mapano, kuko makaliko za kusema hapa ni mamba mwitu. Mamba mwitu. Sirene. Na wanachapa na kafoto kichwa na samaki. Na sijui namna gani wanapendaka wanambuke zaidi ndio wakuwe sawa wanavivala. Hakukuwa chawi ya wanaume. Ni wanamuke tu. Sababu foto zenye zinaatire sana za uchawi, wanachapaka tu kasura kamzuri kabinti na samaki migulu chini sasa. Wanaume hawako wengi. Mama mtoke. Ninyi ndio wa kuomba sana lo. Yaani ni muda wa kuomba sana. Kwa sababu wachawi hawana woga, hawana haya ya kwenda kuchawika na mkanisa. Unaona ile nivo? Kama wanaweza fanya michezo mkanisa, itakuwaje nyumbani kwako? Silaha njoo hii nzito nzito ni maombi. Tuna programu kwa baraza wazee, Mungu atunemishe mwaka huu tumalize katika maombi. Na hii siku ya 3 kwanza itakuwa special kule chini. Kule chini. Yaani tupige vita tukijua kama tuna silaha, na ile silaha iwe ile nzito nzito. Mko naona wakati vita ya rebellion inafika, unasikia Kinshasa nasema tutatuma nzito nzito. Kwa hii masilaha ya bachawi ya simple. Mekuko masilaha za bachawi ya dire. Na zile njoo inafaa tuanze kuchukua. Na usiseme baba yangu anaombaka mie siwezi omba.
Adui hachague mtoto, hachague baba, hachague mzee. Yaani kila mmoja amalize mwaka katika maombi. Hii ndio vita tupigane. Ndio vita tupigane. Maana maombi ni silaha nzito nzito. Nyumbani mwako, kanisani, maisha yako. Ili giza ambayo ilionekana kwa kazi zako, nuru iangazie. Ili giza iliyotawala nyumba yako, nuru iangazie. Ili vita ambavyo vimekuzuia kuendelea, magonjwa ya kila siku. Unajua kuna magonjwa haiko normale. Unaenda Bujumbura habaione. Unarudia huko habaione. Munitie mskaneri, bala kulalisha mskaneri. Ase atone kitu papa. Weye uende maombi na si. Sababu vyako manake inaomba silaha nzito nzito. Neno la pili. Neno la pili ambalo linagusia katika mafundisho haya ni kuregrete Israel ambayo ilipewa habari nzuri ya Masia atakayefika kuwa mkombozi. Lakini hawakubaki makini kwa kuchunga yule Masia ambaye mkombozi amelezwa. Yaani wakabaki ndani ya picha zingine. Wao kaanza sema mkombozi atakayefika anapasha kuwa ni mwanaume, general, lenye lunaweza fika na armema, lunaenda kupiga hapa adui yetu yote. Wakasahau kama kushinda kiroho ndio inaletaka ushindi ya kimwili. Acha nirudilie pale sasa. Wakristo, ukishinda kiroho unashindaka na kimwili. Ukishindwa kiroho na kimwili unashindwaka. Uonake tu usiku ulote ndoto na uzishindwe, na kama haujikaze mu maombi unaonaka na vyako vyote vya kimwili vinaguswa. Tuko naelewana? Sasa acha niwaambie kama sisi siri yetu tuwe washindi katika kiroho. Maana tunajua tukishinda kiroho na kimwili tutashinda. Lakini tukishindwa kiroho na vya mwili vyetu vinagusiwa kako. Iwe buchuruzi, iwe kazi. Kuo vita inafikaka mkazi. Haiko kusema haujui francais papa. Na unaweza sema francais, me giza ikisha ingia, francais yako inakuwa inageuka kama kihunde, inageuka kama mashi. Bengine habakusikie. Kisha unasema, ce sont les mêmes vocabulaires papa. Aseme vocabulaire yako imeguswa mulimwengu wa kiroho. Kiasi mambo yote na chafuka. Acha ni washawishi kubaki sana ndani ya ulimwengu wa roho. Ili ukiwa mshindi ndani, ukiangaziwa ndani, nuru hii itakubeba hata muvya ulimwengu. Kuna ndoa ziko napigwa vita sababu wachawi wamefanya kazi. Lakini siri tunayo, tukipiga vita kiroho, mambo yote yatasambarana. Yatasambarana. Israel akangoja jemadari moja, mwatenda mupigania. Lakini Mungu akatuma Yesu mwana wake, ambaye ni Masia, na Israel akasema pana, katoto kaseremala aka. Israel akasema pana, huyu simutaki. Na hii inanikumbusha habari ya mahubiri ambayo mafundisho Remi alitupatia hapa nyuma. La sensibilité spirituelle ndani ya maisha ya mtu. Yaani kuwa makini kwa habari za Mungu, kubienye Mungu anataka fanyia mtu. Kuna wakati Mungu anatubariki, lakini tunangoa baraka zingine. Tunasema haiko hizi ndio za Mungu. Bafie, Mungu anaweza kuletea ome, célibataire, chômeur, ndio wako. Kumbe ndio député wa kesho. Sasa nje mnasema hapana, niko nangoa general. Niko nangoa député. Niko nangoa ministre. Kumbe mmekatala ministre wa kesho. Acha niwaambie, aba habakutukubali ase tuko na sie hivi. Nikikuonesha koti yangu ya kwanza utaitika. Sasa unaona mama hivi anatulia,
Wanasema oh mama alishabeba nyumba ya mtu. Aliteseka naye. Aliteseka. Lakini Mungu alimupa sensibilité spirituelle. Akasema mwa huyu mtu kesho mnaweza kuwa mtu. Baselibateri amen. Yani Israel hakuona ile. Kiasi Biblia inatuambia kama alifika kwao lakini wao hawakumtambua. Akaenda kwa wale ambao hawakukuwa wanangojewa. Mungu atuneemishe. Siku Yesu anaingia Yerusalemu kwa vigelegele, kwa matawi. Biblia inatuambia alipona mji wa Yerusalemu akalia. Kwa nini alilia? Maana aliwaambia mungelijua kama vitu vinavyokuwa kwa amani yenu ndio viko sasa, hamungelifanya hii mizaa mko ndani. Yani kuliko wangoje Masia, bako na churuza hapo munini mukanisa. Bako na fanya byabo mutample. Akakasirika akasema muko watu gani hamujui vinavyofanyika ninyi. Ndiyo message niambie la source. Muko mu distraction gani? Hata usahau Masia mahali anatokea. Hata usahau mahali ako. Leo neema ni kwako. Umwambie tu Bwana, ninatubu dhambi zangu. Ninakukubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ongoza maisha yangu. Tawala maisha yangu. Uniweke huru. Pastor Inosa, utuimbishe ameniweka huru kweli. Tusimame basi na Mungu atufanye kuwa huru. Hallelujah. Karibu Luado. Ameniweka huru kweli. Naimba sasa haleluya. Nimepata kuacha njia yangu. Oh, nimeokoka na furahi. Na dhambi zangu zimetoka. Napata leo nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi. Na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi. Na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana na minyororo ya shetani. Nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru. Nimeokoka na furahi. Na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi. Na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Mungu Baba, ulisema kwa Israel, giza haitaonekana tena kwao. Nuru yako ndiyo itangazia sasa. Nasi ujumbe huu uwe kwa kanisa la Source na kwa wote wanaotusikiliza. Nuru yako iangazie maisha yetu. Yesu Kristo, tawale maisha yetu. Nuru yako iangazie jamaa zetu. Nuru yako iangazie kazi zetu. Nuru yako iangazie kanisa lako. Wanaofungwa wafunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Wanaoteswa, wanaolia kwa machozi, nuru yako iwaangazie na ukomeshe giza ndani ya maisha yao. Siku ya leo tunasema asante, maana umetawala sasa na unaendelea kutuangazia, na kwa vigelegele tunakushangilia.
Bwana Yesu. Amen. Amen.